ila haikutosha. Maumivu yananigawa ndani, pesa na mapenzi, nani kashinda? Umechagua naye kumulia kesho. Nisamehe sana. Nisamehe kwa kukudhalilisha. Nisamehe kwa kutokuwa mwaminifu wako. Lakini hata msababisha wewe mume wangu. Kaka, najua nimekukosea sana, lakini naomba unisamehe. Nisamehe kakaangu. Nimeyafanya sio kwa kutaka bro. Nilijikaza lakini nilishindwa. Waswahili wanasema mali yako lazima uisimamie kiufasaha, lakini mimi nilishindwa kuvumilia. Kwa kaka, wewe ndo mwenye maamuzi sahihi kwa wakati huu. Fanya chochote kile unachoweza, nisubishie. Mke wangu, kwa nini umenisaliti? Nimekukosea nini mimi? Ni kipi ambacho sijatimiza kwenye maisha yako? Kila kitu ulichotaka nimekupatia. Nafanya kazi kwa nguvu zote upate kula, upate kuvaa na upendeze. Mke wangu, na kazi naifanya, naomba uniache. Nimesema uniache. Mume wangu, unajua namna gani hatashiriki tendo la ndoa? Ni wiki 3 sasa. Mimi ni mke wako na nastahili haki yangu ya ndoa kama mkeo.
Najua mke wangu kipenzi, lakini kwa sasa niko busy na kazi za watu, na hizi kazi zinahitajika kwa haraka sana kwa bosi. Tutafanya tu, usijali. Mimi ni wa kwako na niko kwa ajili yako na napambana kwa ajili yako. Baba, leo sitaki kusikia kazi, wacha nini. Nina upwilu, yaani lazima na uichape. Utake au usitake. Nimekwambia nina kazi. Na kama wewe una faida unchi kitanda, basi baki kwenyewe. Suri pole kama ni dudu. Mbale sana. Shemeji ni sumu tamu, nilikunywa nikasema hamu, nikamkosa mume wangu chumbani, nikamkuta rohoni mwangu. Shemeji ni sumu tamu, kumbe nyuma kuna makovu, penzi hili la usaliti, hata sala hazitoshi kuokoa. Nani alichomeka sindano kitandani? Nani alificha nywele kwenye sufuria? Mama alinipa chumvi na maji, akasema usimcheze huyo, ana dawa moyoni. Nikajaribu kuvunja vifungo vyake, lakini ananijua kwa macho tu, anapakua kwa mabaya, lakini jasho lake linanuka ila. Shemeji ni sumu tamu, nilikunywa nikasema hamu. Ndogo wangu Isaya pamoja na shemeji yangu, nimesikiliza pande zote mbili. Nimegundua kwamba mmekosea sana, hasa shemeji yangu. Umemkosea sana mmeo. Mimi kwa upande wangu sina maamuzi sana kuhusiana na yeye, na sitaki kuwa mvunjifu wa ndoa yenu, lakini vitabu vya dini vinasema mwanamke mpumbavu ivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, lakini pia kwa upande wa mwanaume huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Hivyo basi Isaya, una maamuzi juu ya mke wako, lipi sahihi na lipi sio sahihi. Kaka, kwanza mimi niseme asante kwa kuacha kazi zako na kupoteza muda wako kwa kuja kusikiza hii kesi. Mimi kinachoniuma, nimemfuma mke wangu kwenye nyumba yangu, tena isitoshe chumbani kwangu unapolala na yeye. Hicho kitu kinaniuma sana kaka, ninaumia, najisikia vibaya kila napomwona. Mke wangu, wanawake wengi wanavunja ndoa zao wenyewe kwa kukosa uvumilivu. Nilikwambia nisivumilie kidogo tu, ukikosa uvumilivu wakunivumilia kidogo tu.
Sawa. Sasa haya ndo maamuzi yangu mimi. Nyanyuka. Nimekusamehe.